Watuhumiwa wanne wa wizi wa mafuta aina ya dizeli yaliyokuwa yakisafirishwa kutokea Dar es Salaam kwenda Lubumbashi ambao nchini DRC Congo wameendelea kusota rumande bila kufikishwa mahakamani, huku jeshi la polisi mkoa wa Morogoro likidai kuwa uchunguzi bado haujakamilika. Watuhumiwa hao ambao wanashikiliwa na jeshi la polisi mkoa wa Morogoro ni dereva lori la mafuta la kampuni la Meru Abubakari Mwichagwe pamoja na mameneja watatu wa vituo vya mafuta vya kampuni ya Simba Oil ambao ni Hamidu Sudi mwenye umri wa miaka 50 mkazi wa Dar es Salaam, Abineri Sharon mwenye umri wa miaka 25 mkazi wa Morogoro na Abdara Niheri mwenye umri wa miaka 30 mkazi wa Morogoro. Akizungumza hatua hiyo ya kuendelea kushikiliwa, kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro Alex Mkama amesema kuwa uchunguzi kuhusiana na tuhuma hizo bado haujakamilika, kwa kuwa uchunguzi huo polisi wanafanya kushirikiana na mamlaka nyingine ikiwemo mamlaka ya mapato Tanzania TRA na mamlaka ya udhibiti wa huduma ya nishati na maji EURA. Suala la mafuta hasa yale yanayosafirishwa kutoka Tanzania kwenda nchi nyingine na husika na mamlaka zaidi ya moja. Hivyo kwenye huu wizi ambao kwetu sisi ni kosa la jinai, lazima tushirikiane na hizo mamlaka nyingine ambazo ni TRA na EURA katika kuchunguza tukio zima kabla ya kuwafikisha watuhumiwa mahakamani. Hata hivyo, mara baada ya uchunguzi huu kukamilika, basi tutawafikisha mahakamani kwa mujibu wa sheria. Awali kamanda Mkama kwenye taarifa yake aliyoitoa Machi 17, 2025 alisema Machi 16, 2025 mwaka huu dereva lori hilo la kampuni ya Meru pamoja na wenzake watatu ambao ni mameneja wa vituo vya mafuta ya Simba Oil walikula njama ya kuiba mafuta aina ya diesel lita 35,700 yenye thamani ya shilingi milioni 77.1. Kamanda Mkama amesema mafuta hayo yalikwenda kumiminiwa kwenye kisima cha kampuni ya Simba Oil Mkambarati, barabara ya Morogoro Dar es Salaam na kingine kilichopo mjini Morogoro. Baadaye dereva alikwenda kuliangusha kusudi lori hilo eneo la Iovi kisha kulichoma moto kwa lengo la kupoteza ushahidi ama kuaminisha umma kuwa ni ajali kama ilivyo ajali nyingine. Dereva huyo alikuwa akiendesha lori hilo lenye shehena ya mafuta namba T 661 BXR na T 489 BHC aina ya FAO kampuni ya Meru ikitokea jijini Dar es Salaam kuelekea Lubumbashi nchini DRC, amesema kamanda Mkama. Wakati polisi wakiendelea kuwashikilia watuhumiwa hao, bado vituo vya mafuta vya Simba Oil vinaendelea kufungwa, ambapo mmoja wa familia wa wamiliki wa kampuni hiyo Arifu Mbaraka amekiri kituo hivyo kufungwa kwa zaidi ya siku 10 sasa, hivyo kufanya kampuni hiyo kupata hasara ambayo bado hafahamu ni kiasi gani cha fedha. Akizungumzia hasara iliyoipata kama kampuni baada ya vituo viwili kufungwa, Mbaraka amesema ni hasara kubwa kwa kuwa yapo makampuni mbalimbali ya minara ya simu ambayo yameingia mkataba wa kampuni hiyo wa kuchukua mafuta kwenye vituo hivyo. Kuna kampuni za minara ya simu ambazo zinachukua mafuta hadi lita 200,000 kwa wiki kwa ajili ya kupeleka kwenye minara. Wateja hao wote tumeshawapoteza kwa muda huu ambao tumefungiwa, lakini pia tukio hili linachafua jina la kampuni yetu.